Sawa, tugeukie upande wa Simba Sports Club ambao pia na penyewe mambo sio mazuri sana kwa upande wa Simba Sports Club. Bana, kuna taarifa ya kwamba Simba alikuwa na kikao ambacho kiliitishwa na ni mwenyekiti kutoka kwa upande wa wanachama Murtaza Mangungu kwenye kikao ambacho kilifanyika pale Bunju. Kuna vingi ambavyo walivizungumza kiwemo mabadiliko ya wajumbe. Mwenyekiti wa klabu ya Simba alipendekeza kwa maana ya Murtaza Mangungu, si ndivyo bwana Yeah. Alipendekeza Salam Abdallah kwa maana try again kuwa mjumbe wa baraza jipya la wadhamini kwenye mkutano wa dharura uliofanyika Bunju. Moja ya kikao hicho ambacho kilifanyika chini ya mwenyekiti kutoka kwa wanachama wa Simba alichagua baadhi ya wajumbe of course. Lakini baada ya kikao hicho sasa Simba ametoa statement ambayo imekuja kuzua maswali kadhaa, na hapa pia natahitaji pia tuzungumze hii imekaa kwa namna gani, bajeti katiba ya Simba inasema vipi kuhusiana na hilo tukio. Bana, Simba wao wametoa statement, nikisoma hapa inasema ya kwamba taarifa kwa umma, tunapenda kuwataarifu wanachama wote wa Simba kuwa hicho kikao kilichofanyika Bunju siku ya leo sio kikao rasmi cha mkutano maalum wa Simba, hivyo maamuzi yote yaliyotangazwa huko ni batili na ni kinyume cha katiba ya Simba. Kwa mujibu wa katiba ya Simba ya mwaka 2018 iliyofanyiwa marekebisho 2026, ibara ya 23, mkutano mkuu maalum utaandaliwa na mwenyekiti wa club kwa kushirikiana na bodi ya wakurugenzi. Hivyo kesho tarehe 3 mwezi wa 8 2026 tutakuwa na kikao cha board kujadili agenda ya mkutano mkuu maalum wa wanachama mtajulishwa siku maalum ya mkutano huo. Simba nguvu moja imetolewa na Crestus Magori, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba, klabu ya Simba. Ilikuwa ni jana hiyo Agosti 2, 2026. Bana, maswali yameibuka. Na ukisoma kipengele hichi ambacho amekibainisha Simba, kifungu ibara namba 23 inaonyesha mwenye haki ya kuitisha mkutano wa dharura ni mkurugenzi, ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba akiambatana na baadhi ya viongozi. Murtaza Mangungu amejichukulia sheria mkononi, amejiamulia mambo kwa hiki. Yeah, kwa mujibu wa katiba inavyoeleza, ambayo ilifanyiwa marekebisho nafikiri mwaka huu 2026. Ukirejelea kifungu ambacho kinaeleza ni dhahiri ameenda kinyume na kila ambacho kimezungumzwa. Ndio maana upande wa bodi ya wakurugenzi ambao mwenyekiti wake ni Magori amekanusha, ambapo kipengele kinaeleza hivyo kwamba mikutano kama hii ya dharura lazima ishirikishwe. Huu hauna utofauti na ule mkutano ambao waliitisha wanachama kipindi kile, kila mtu akitoa sera zake, ambao unakuta klabu haitambui kupitia kwa viongozi ambao wamejumuishwa kikatiba kwamba nani anatakiwa kuitisha mkutano na akina nani ambao wanatakiwa kuzungumza na mkutano unatakiwa uitishwe lini. Katiba yao haionyeshi kwamba wanachama ndo wana haki ya kuitisha mikutano. Sahihi. Katiba yao inaonyesha kwamba upande wa bodi ya wakurugenzi ndo una haki kwenye hiyo ibara. Unaweza tukaipitia ibara ya 23, mkutano mkuu wa dharura. Mwenyekiti kwa kushirikiana na bodi ya wakurugenzi inaweza kuitisha mkutano mkuu wa dharura kama ikitokea kama itaona inafaa, endapo nusu ya wanachama wote walio hai watajiorodhesha na kuwasilisha kimaandishi ombi la kufanyika kwa mkutano mkuu wa dharura kwa mkurugenzi wa wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club
bodi ya wakurugenzi itawajibika kuitisha mkutano mkuu wa dharura ndani ya kipindi kisichozidi siku 30 baada ya kupeleka kwa maombi sehemu husika. Haya ni maswali mengine. Je, wanachama, nusu ya wanachama walikuwa wanahitaji hicho kikao cha dharura? Lakini swali jingine hao wanafika nusu. Nusu kwanza walifika. Sasa hapo ndo maswali yanabaki kwa kwa Mangungu. Kwamba wewe wakati huo mkutano kikao kinaitishwa ulikuwa na idadi ya wanachama wangapi? Na hiyo taarifa ilitolewa wapi? Na uliwasilisha wapi? Hata kama idadi labda inafika ambayo imeorodheshwa, kuna namna lazima uwasilishe taarifa kwamba bwana, sisi kwa sababu ya katiba inavyoeleza ibara ya ngapi, wanachama kadhaa wamejitokeza wanahitaji kikao, na mwenyekiti nimewasilisha, tunaomba ruhusa ya kufanya kikao kama inavyoeleza, lakini kwa sababu kila kitu kinaenda kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo naona hapa kama bado hawajakubaliana na katiba yao. Yaani kwa mujibu wa hiki kinachofanyika ndani ya uongozi wa Simba ni kama bado, licha ya kwamba katiba yao iling'ang'aniwa kwamba ifanyiwe marekebisho, kweli marekebisho yakafanyika, lakini bado ni kama hawajakubaliana nayo, kwa sababu wanakinzana kwenye vitu ambavyo nadhani sio vya msingi. Kama mmesha kubaliana kwamba katiba ibadilishwe, ikabadilishwa, na kweli mmeridhia kila mtu tangu wabadilishe, nafikiri muda umepita zaidi ya miezi 3. Haikuwa na haja ya kukiuka baadhi ya mambo kama haya. Kwa hiyo nafikiri bato kubwa linabaki hapo. Kwa hiyo kama katiba wanaivunja, ni wao wenyewe wanaoiharibu, kwa sababu inawezekana hawa upande wa bodi ya wakurugenzi wamebezi sana kikatiba, ndio maana wanafuata miongozo, na kama walivyoorodhesha hiyo taarifa yao kwa umma, unaweza ukaona kikao chao kinasubiriwa kwanza wapange tarehe ya mkutano mkuu ni lini, na agenda ni zipi ambazo zinaenda kuzungumzwa, sio kile cha dharura. Cha dharura pia kina vipengele vyake kama ulivyosoma hapo kwamba lazima sijui wawe wanachama kadhaa wawasilishe kwa mwenyekiti wa wanachama, afu yeye awasilishe na yeye awasilishe pia, afu mwisho wa siku itoke ruhusa kama ni kweli wamekubaliwa au hawajakubaliwa. Kama hawajakubaliwa, sababu zitolewe; kama wamekubaliwa, sababu zitolewe. Mwisho wa siku kitakachozungumzwa kiwasilishwe pia kwamba wanachama walikuwa wanasema 1 2 3, ili ule mkutano wa club ambao sasa ndio unaenda kupangiwa kwenye agenda, na hiyo agenda inakuwemo kwamba tarehe fulani kilifanyika kikao cha dharura kwa mujibu wa kanuni zetu zinavyoeleza kwenye katiba. Kwa hiyo tulipokea 1 2 3, aidha ni malalamiko au ni nini, yanawasilishwa kwenye agenda. Mwisho wa siku yanakuja kuzungumzwa kwenye mkutano mkuu, aidha ni mwenyekiti ndo atawakilisha wanachama au nani kivyovyote vile atakayewakilisha, lakini mwisho wa siku inakuwa imeenda kwenye mpangilio wa namna hiyo. Nafasi ya Murtaza Mangungu Simba imekuwa na vitu vingi sana. Naye amekutana pia na changamoto. Unaweza kusema kazini kwake kuna kazi Murtaza Mangungu, ili Simba akae sawa. Wewe kama mdau wa soka unahisi kipi kifanyike? Mimi nafikiri maelewano tu, yani maelewano baina ya pande zote mbili. Wakisha ielewa ile katiba inavyoeleza na inavyotaka, wakae wao wenyewe wajadili baadhi ya vipengele, kwamba katiba inasema hivi na hivi, hiki kipengele labda hakijakaa sawa au kimekaa sawa, waangalie kama vimekaa sawa kama walivyokaa kipindi kile. Maana yake wao ni kuelewana, ili kuepusha huo ukizani, kwa sababu shida kubwa ninayoiona baina ya hizi pande mbili ni ukinzani. Yani nani yupo juu ya mwenzie? Sisi tuna asilimia kubwa, msituamlie. Kwa Mangungu ndo kuna asilimia kubwa, lakini katiba haielezei hivyo. Yani licha ya kwamba huku kwa Mangungu ndo kuna asilimia kubwa, lakini katiba haielezi hivyo, na wote waliridhia. Sikuona mtu yeyote aliyepinga wakati inafanyiwa marekebisho ile katiba. Kama angepinga ndo angebadilisha kwamba
kwa kuwa kwa upande wa wanachama ndo kuna nguvu kubwa, basi ndo tuweke kipaumbele kwamba ndo sehemu ambayo mtu anaweza akaitisha kikao. Lakini huku mimi nafikiri panapewa upatu wa kuitisha hivyo vikao, kwa sababu hata pesa ndipo zinapotoka nyingi, yani ambazo zinaweza zikapatikana kwa wakati wowote, kwa sababu ukirudi huku kwa wanachama pesa zinazopatikana ni mpaka zichangwe. Ila ukirudi huku kwa wakurugenzi budget ya club inaanzia huko, sijui usajili, masuala ya posho na nini yanaanzia huko. Hizi zingine zinakuja kutumika kwenye uendeshaji. Kwa mfano kwenye ile budget ya Yanga ya kwamba labda msimu huu utakuwa hivi na hivi, ndo zinakuja kugawanywa kwamba msimu mzima budget inayotoka kwenye bodi ya wakurugenzi ni kiasi kadhaa, inayotoka kwa upande wa wanachama ni kiasi kadhaa, na msimu mzima tutatumia kiasi kadhaa. Kwa hiyo ile inayopatikana kwa uharaka inatoka kwa wakurugenzi, ambayo kuna bosi huko muda wote inapatikana hela, lakini huku mpaka ikusanywe sijui kwenye matawi, sijui mpaka iwasili toka mikoa yote mpaka ifike, muda kidogo unakuwa umesogea. Kwa hiyo zile shida za haraka ama emergency zinabebwa upande wa bodi ya kurugenzi. Kwa hiyo nafikiri maelewano ni kitu bora sana kuliko kitu chochote, na wakishaelewana hii migogoro ya nani aamue hiki nani aamue hiki nafikiri inaweza ikapungua. Bana, sawa, hii ni taarifa ambayo ilikuwa inahusu kikao ambacho kikao cha dharura ambacho alikiitisha Murtaza Mangungu, na majibu yake yalikuja kutolewa pia kwa upande wa Simba Sports Club kupitia kurasa wao wa Instagram official kuhusiana na taarifa hiyo, wakipinga kwamba maamuzi ambayo yalifanyika yapuuzwe. Sasa mambo yako hivyo bana. Simba bado wapo Rwanda baada ya kutolewa kwenye michuano ya Sekafa Kagame Cup. Bado wapo Rwanda nafanya pre-season yao. Watakuwa na mchezo wa kirafiki by the way siku ya tarehe 4 kesho dhidi ya Elmerek. Sijajua kama ya Sudani ama Elmerek ya Sudani Yes. Sawa, watakuwa na mchezo wa kirafiki. Nataja pia atakuwa na mchezo na Tusker, Police Kenya. Hizo ni za kikachero sasa, lakini Elmerek wanataja kwamba kesho anaweza akakitifua mbele ya mnyama Simba mchezo wa kirafiki pale Rwanda. Ya taarifa zilizopo ni hizo kwamba kesho watakuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya Elmerek, lakini wakati wa uzinduzi wa jezi pale Ngorongoro kuhusu kilele cha Simba Day, taarifa iliyotoka ni kwamba Simba watacheza dhidi ya polisi ya Kenya. Alafu hii taarifa ya Tusker sio kwenye Simba Day. Sahihi, nasema kwenye wakati ambao bado wako Rwanda. Wapo pre-season. Maana Steve Becker anaona kama ile michezo haijatosha, ile ya Sekafa haijatosha kuboresha ama kumalizia baadhi ya program ambazo anaziinject kwenye timu kabla ya msimu mpya kuanza. Kwa hiyo ameomba namna hiyo, inawezekana wakacheza kesho Jumatano, wakacheza tena wakati huo. Rwanda sio mbali. Ni swala la masaa machache kuwasili Tanzania, kwa sababu wao hawatakuwa na muda, hawatakuwa na mambo mengi labda ya kuifanya timu isafiri kuchoka kama ambavyo watakwenda kufanya Yanga mara waende wapi. Inakuwa ni tofauti kidogo. Kwa hiyo nafikiri michezo miwili ya kirafiki inaweza ikawaboreshia ama ikawaongezea kitu. Wanacheza na Tusker ambayo ilikuwepo kwenye michuano ya Sekafa kaondolewa, lakini pia Elmerek by the way ni vipimo sahihi ambavyo kwenye ushindani barani Afrika vimeshaonekana. Kila mtu anayefuatilia mpira anajua ni timu za namna gani. Inawezekana ubora kwa sasa usiwepo, lakini unapopata mechi za kirafiki kutoka sehemu tofauti na ukanda tofauti kidogo kuna kitu ambacho unakipata, kwa sababu Elmerek mwenyewe pia anashiriki ligi kuu ya Rwanda. Yuko pale Rwanda. Na Tusker yeye anashiriki ligi kuu ya Kenya. Mandhari ya Kenya na Rwanda ni tofauti. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unavipata kutoka kwa Tusker, kuna vitu ambavyo unavipata kutoka kwa Elmerek, lakini unapokuja kucheza kwenye Simba Day dhidi ya Police Kenya, kuna kitu pia unapata kabla ya ngao ya jamii na msimu kuanza, kwa sababu muda ni mfinyu sana. Yaani ukiangalia muda umetight kinoma, umebana sana. Kwa hiyo ni siku chache. Hii michezo ya kirafiki wanaicheza ndani ya siku mbili, wanasafiri wanarudi Dar es Salaam kwa ajili ya kujiandaa na Simba Day.
Baada ya hapo siku 2 au 3 wanatakiwa waelekee Zanzibar tena kwa ajili ya ngao ya jamii. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba bado Steve Barker kuna vitu ambavyo anataka aviweki. Kwa hiyo ni rahisi sana kucheza kesho na El Merreikh, alafu kesho kutwa pia wakacheza na Tusker, kwa sababu wanachokifanya pale almost wachezaji wote huwa wanapata nafasi ya kucheza kisha pata nafasi, kila mtu anaonyesha kila alicho. Wakati huo mwalimu yeye ndo anakuwa anajua kwamba ninaangalia nini. Labda ninaangalia upigaji wa pasi, naangalia utengenezaji wa nafasi, naangalia finishing kwa washambuliaji, naangalia set pieces. Vitu vingi sana ambavyo wanaviangalia walimu. Sahi. Kwa hiyo zinaweza kawa ni nafasi bora kwa mwalimu Steve Barker wa Simba, lakini pia inawezekana kawa ni michezo mizuri sana kwa maingizo mapya ya Simba Sports Club. Nazungumzia wachezaji kuanza kuzoea hali ya timu, lakini pia wachezaji ambao waliwakuta kuweza kuzoeana kwa muda mchache ambao watacheza kabla ya kuenda kwenye mbilinge za ligi kuu soka ya Tanzania bara. Simba bado hawajatangaza toka walivyomtangaza Jabbar kwa mara ya mwisho, lakini kwa taarifa yao bado hawajamaliza. Inawezekana kwa sababu idadi ya wachezaji wa kigeni ni kama wamekamilika 12. Wamekamilika 12, na ukiangalia wachezaji hao, mtu ambaye labda alikuwa anatajwa kuondoka humo ni Alassane Kante, ambaye bado taarifa zake hazijafahamika. Sasa inawezekana hata kama wanatambulisha bado, kama ni wa kigeni lazima awepo mtu wa kupisha kwenye hiyo nafasi, lakini pia kama ni wa ndani hapo hakuna doubt. Lakini inawezekana walistisha kidogo kwa sababu ya mambo ambayo walikuwa wanayafanya. Wiki iliyopita tunakumbuka walikuwa kwenye uzinduzi wa jezi, lakini pia sasa wanaingia kwenye wiki nyingine ya kufanya baadhi ya mambo ya kurudisha kwa jamii, uchangiaji damu, usafi nini, kuelekea Simba Day yenyewe. Kwa hiyo inawezekana wanajaribu kutofautisha baadhi ya matukio, kwa sababu huwezi ukawa unazindua jezi afu siku hiyo hiyo utangaze mchezaji. Lazima wakechishe watu kwenye kitu kimoja. Uone mwitikio ukoje kwenye jezi, kwa sababu tuliona wakati jezi inatambulishwa hakuna kitu kingine kilichofanyika. Jezi zikazungumziwa, mwitikio wakauona, tayari wameshapata ripoti mpaka sasa. Wanaweza wakaangalia tufatishe tukio gani, ni wao wenyewe kuangalia kwa namna hiyo. Kwa hiyo kwa hivi vilabu, inawezekana kwa timu zingine ni kawaida, wakaweka jezi, wakatambulisha mchezaji. Ni kweli. Hawana shida na mwitikio kwa sababu wanajua tension ni ndogo kuliko hivi vilabu. Lakini hivi vilabu vingine kwa Simba, Yanga, tension ni kubwa ndani ya uwanja na nje. Kwa hata wanapofanya tukio kama ni usafi, hawana budi ku maintain hilo kwanza liishe. Ndo waje wafanye lingine. Ndo waje wafanye vingine. Bana, sawa. Hicho ndicho ambacho kinaendelea kwa upande wa mnyama Simba Sports Club. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.